mfalme Suleiman bin Daud, au Wakristo tunamuita mfalme Suleiman. Kwenye kitabu chake cha Mithali sura ya 14 kuanzia mstari wa 34 inasema, haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wote. Haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wote. Nilipoongea nanyi tarehe 24 mwezi wa 5, nilipoanza hoja ya utekaji uliokuwa umezidi katika nchi, nilitoa takwimu iliyotoka TLS, Tanzania Law Society, ya watu waliokuwa wametekwa au kupotea, wengine kupatikana, wengine kuokotwa wamekufa. Na sasa ni almost miezi 5 baadaye, utekaji umeendelea, umekuwa wa kutisha sasa. Sasa sio utekaji tena, umekuwa uchukuaji au uvunaji. Imekuwa sasa ni kama mtu anavyochukua kuku kwenye banda la kuku, wakati wowote, saa yoyote, kwa namna yoyote. Mtu yoyote sasa anachukuliwa, si mwanafunzi, sio winga wa Kariakoo, sio padri, sio shehe, sio balozi. Mtu yoyote anaweza kuchukuliwa. Kwa hiyo utekaji umekuwa kutisha sana. Na mpaka sasa hivi, wakati nazungumza na nyie mara ya kwanza, nilisema wakati ule kulikuwa na watu 84 wale ambao walikuwa kwenye orodha ya watu wa TLS. Tangu wakati ule sasa hivi ni watu wengi, ambao zaidi ya 108 hivi, ambao ama wametekwa wakapatikana, ama wengine hawajapatikana kabisa. Na kauli zinazotoka kuhusu watu wanaotekwa ni kauli nyepesi sana. Kuzisikiliza ni kauli nyepesi ukilinganisha na uzito wa uhai wa mtu. Ndugu zangu, naomba tukubaliane. Uhai ni zawadi ambayo Mwenyezi Mungu anatupa. Na hakuna mtu mwenye mamlaka ya kupoka uhai wa mtu, hayupo. Tupewa zawadi na Mungu kama ya uhai, tuitumie kwa ajili ya utukufu wake. Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba ya mwaka 1977 ibara yake ya 8 kifungu cha kwanza inasema hivi: mamlaka ya nchi itakuwa mikononi mwa wananchi, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. Hii ni kwa mujibu wa katiba hii, na itatumia madaraka hayo kwa niaba ya wananchi. Lakini ibara ya 8(1)(a) inasema mamlaka na madaraka ya serikali ya Jamhuri ya Muungano yatatokana na wananchi, na serikali itapata madaraka yake kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba. Tunaona kumbe serikali inapata madaraka kutoka kwa wananchi. Maana yake kisima cha madaraka, the oasis of authority and power in the country, kinatoka kwa wananchi. Sasa kama wananchi hawa wanatekwa, ambao ndio chanzo cha mamlaka, maana yake ni hatari sana. Ndugu zangu, utekaji haukubaliki. Baada ya miezi 5 kuwa nimezungumza kuhusu sikubaliani na utekaji, narudia tena mara nyingine kwa nguvu kubwa kabisa, sikubaliani na utekaji. Kesho kutwa, wiki ijayo, sikubaliani na utekaji na kutoweka kwa watu bila utaratibu. Ndugu zangu, wananchi ndio wenye nchi. Narudia tena, wananchi ndio wenye nchi. Na ndio maana hata neno lenyewe wananchi ni wana wa nchi, ndio wenye nchi. Usipowasikiliza wananchi, utafika wakati utapoteza nafasi ya kuwasikiliza. If you don't listen to them now, time comes you won't be able to listen to them. Usipowasikiliza wananchi leo, wakati unafika hutapata nafasi ya kuwasikiliza. Lakini pia usipowasikiliza wananchi leo, unaweza kupoteza nafasi kabisa ya kuwasikiliza kipindi utakachowahitaji wakusikie. Ni muhimu sana kusikia kilio cha wananchi. Matokeo ya kutokusikiliza kelele za wananchi inaleta machafuko na migawanyiko siku zijazo. Matokeo ya kutokuwasikiliza wananchi na kelele zao inakuletea migawanyiko
na matatizo makubwa siku zijazo. Ndugu zangu, naomba mnisikilize kidogo. Mnakumbuka vizuri mimi nilipozungumza kuhusiana na jambo hili, nilijaribu na kupendekeza solution. Niliwaambia kwamba leo mnaanza kuona sasa. Niliwaambia kwamba shida ya nchi yetu ni kwamba wakuu wa vyombo wote, kwa maana ya mkuu wa jeshi la wananchi CDF, mkuu wa jeshi la polisi IGP, mkuu wa jeshi la magereza, mkuu wa idara ya usalama wa taifa, mkuu wa jeshi la uokoaji na wengine wote ni wateule wa Mheshimiwa Rais. Na huyu Mheshimiwa Rais pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Na huyu Mheshimiwa Rais pia ni mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi. Unaweza kuona mtiririko huo kwamba aliyewateua ni rais wa nchi, lakini huyo rais wa nchi pia ni mwenyekiti wa chama, lakini pia huyo rais wa nchi pia ni mgombea urais. Kwa hiyo kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, of course, unapoteuliwa unatakiwa kutimiza kazi zako sawa sawa na mujibu wa katiba. Lakini ni nani ambaye anaweza kupambana aliyemteua? Kwa kawaida, hata ningekuwa mimi, ungependa yule mtu aliyekuteua uishi naye vizuri, utumikie nchi, lakini kwa wakati huo huo na umsikilize. Kwa hiyo vyombo vyetu, nina hakika kabisa 100%, tangu place yangu ya kwanza nilivyosema kwamba vyombo vyetu viwe na ulinzi ili wawe na uwezo wa kusema hapana kwenye baadhi ya mambo ambayo hayaendi sawa sawa. Nikupe mfano mzuri. Huwezi kuniambia eti polisi hawafahamu kabisa kuhusu utekaji. Huwezi kuniambia hivyo. Huwezi kuniambia idara ya usalama wa taifa hatujui kabisa kuhusu utekaji. Huwezi kuniambia hivyo. Huwezi kuniambia eti jeshi la wananchi halina taarifa kabisa utekaji. Hapana. Wala jeshi la magereza, wala uhamiaji, wala jeshi la uokoaji. Lazima kuwe na taarifa. Kama mkikubali kwamba majeshi haya, vyombo vyetu havina taarifa, basi Tanzania si salama pa kuishi. Lakini mimi nafahamu competence. Kwa sehemu kidogo nafahamu competence ya viongozi wetu. Nafahamu. Unajua, kuna mambo mengine unaweza ukayasema tu, ni rahisi yakiwa kwa mtu mwingine. Akitekwa baba yako au mama yako au dada yako au mdogo wako, utafeel pinch. Ni hatari sana. Mimi siamini eti wakuu wetu wa vyombo hawajui kabisa watu wanakwenda wapi. Lakini nilipendekeza mimi nikasema kwamba ni muhimu sana vyombo hivi vipewe semi autonomy. Semi autonomy maana yake ni kwamba kuwe na kujitegemea fulani. Kwa sababu sasa hivi narudia tena yale. Mimi nilizungumza tatizo and I suggested solution. Nilizungumza tatizo na nikapendekeza ufumbuzi. Lakini mwanzoni mlikuwa mnaona kana kwamba huyu anaongea tu. Niliongea mapema sana miezi 5 iliyopita, tarehe 24 mwezi wa 5 2025. Nikapendekeza nikasema hivi: ili kukomesha huu utekaji ambao umeendelea kuwepo katika taifa letu, ni vizuri wakuu wa vyombo wote wawe na semi autonomy. Semi autonomy maana yake kwamba wawe na kujitegemea fulani. Nikasema kuwe na mamlaka ambayo Mheshimiwa Rais anaweza kumteua, kwa mfano DGIS, mkuu wa idara ya usalama wa taifa, anamteua. Mheshimiwa Rais kama ilivyo kawaida amteue mkuu wa jeshi la wananchi CDF. Mheshimiwa Rais anaweza kumteua mkuu wa jeshi la polisi kama ilivyo, na mkuu wa jeshi la magereza, na mkuu wa jeshi la uhamiaji, na mkuu wa jeshi la uokoaji. Lakini akitaka kuwatoa, kuwe na chombo kingine ambacho kinaangalia sababu za hawa kutolewa. Kuwe na instrument, kuwe na chombo kingine. Mimi nikapendekeza chombo kile kinaweza kuwa ni kamati ya ulinzi na usalama ya Bunge, ambayo sababu zipelekwe kwa nini yule anataka kutolewa. Kwa mfano, sasa hivi natoa mfano tu. Ni mfano, mimi napenda kutumia mfano. Kwa mfano, kama IGP anauona utekaji na hakubaliani, au DGIS wetu wa sasa hivi anauona utekaji na hakubaliani,
au mkuu wa jeshi la wananchi anauona utekaji sasa hivi lakini hakubaliani, au mkuu wa jeshi la magereza au uhamiaji au jeshi la uokoaji anauona utekaji lakini hakubaliani, atakwendaje kwa bosi wake aliyemteua, ambaye bosi wake ni mgombea na bosi wake angependa ashinde? Atakwendaje kumwambia bosi, hili jambo mimi sikubaliani nao? Ikitokea, sijasema ndivyo hivyo, ikitokea kile chombo cha utekaji ni chombo cha mmojawapo kati ya wagombea, ikitokea, sisemi imetokea, lakini ikitokea, if it happens, kwamba chombo cha utekaji ni chombo kimojawapo cha kikundi cha mgombea mmojawapo, ikitokea hivyo, nisisemi ni hivyo, lakini ikitokea hivyo, anawezaje mkuu wa jeshi la polisi kumapproach bosi wake kumwambia, bosi, kale ka kikundi kako bwana kanachukua watu? Anawezaje mkuu wa jeshi, mkuu wa idara ya usalama wa taifa kumwambia, bwana bosi, kale ka kikundi kako? Anafukuzwa kazi. Hiyo ni kweli. Usifikiri kwamba kuficha kichwa kwenye mchanga ni kuepuka madhara yanayokuja. Don't think hiding your head on the sand is a means to avoid disaster. Madhara yanapokuja ni kuyafesi na kukabiliana nayo na kutafuta ufumbuzi. Ndio maana niona mimi nitazungumza na kuzungumza tena bila woga. Hapo katikati nilinyamaza kimya nikiwa na tafakari, pengine mambo haya yatakoma, lakini bado yanaendelea. Kwa hiyo si kweli kwamba eti wakuu wa vyombo wanakuwa hawajui kabisa. Wanajua, lakini watafanyaje? Akikaa akafumba macho akalala, ndani ya moyo wake akitafakari, anaona huu utekaji unaharibu nchi, ila atafanyaje? Lakini tungefanikiwa kuwa na semi autonomy, hawa wakuu wa vyombo kuanzia CDF kwa mfano, natoa mfano CDF pamoja na walio chini yake, chief of staff na wengine walio chini yake, tukasema hawa bwana wanatulindia nchi yetu. Kwa hiyo huyu kiongozi wa nchi atakayekuepo, mamlaka ya nchi, unajua watu wengine they are very narrow minded. Ukizungumza mamlaka ya rais, wanahisi unamwongelea rais aliyepo madarakani. Rais ni rais. Rais atakayekuja wote ni rais. Kwa hiyo mamlaka ya rais iwe na uwezo wa kuteua, lakini kumwondoa CDF, kumwondoa chief of staff na walio chini yake hapo pote isiwe rahisi, ili huyu CDF anapoona jambo lenye kuharibu nchi na kuumiza nchi inaendelea, awe na ujasiri wa kusema, bosi, kwa unyenyekevu, bosi, hili jambo hapana. Na anaposema hivyo asipate madhara ya kufukuzwa kazini na kuharibikiwa yeye na familia yake. Vile vile mkuu wa jeshi la polisi, mkuu wa jeshi la polisi, IGP na walio chini yake wote hao watatu wanne wenye mamlaka ambao wameteuliwa na rais, wawe na uwezo na wenyewe wakiona jambo la kiutekaji au la kuharibu nchi au lolote ambalo linatishia amani ya nchi, na wenyewe wawe na uwezo wa kusema, bosi, samahani, hili jambo si jema, litaharibu nchi. Wamshauri kwa unyenyekevu na bado hawamvunjii heshima, na bado walinde nchi yetu iwe salama. Iwe hivyo hivyo kwa idara ya usalama, iwe hivyo hivyo kwa uhamiaji, iwe hivyo hivyo kwa magereza. Wawe na uwezo wa kusema hapana kwenye yale mambo ambayo wanaona yanatishia uhai wa nchi yetu, na wasiwe na madhara kwa siku zijazo. Huo ndio ulikuwa ushauri wangu. Niwaambie ndugu zangu, si kweli kwamba eti mpaka leo vyombo havijui balozi mstaafu, mwenezi wa Chama cha Mapinduzi Taifa mstaafu, mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi mstaafu, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM mstaafu, Balozi Polepole, eti vyombo vyote havijui iko wapi. Si kweli. Si kweli. Si kweli. Kama Polepole ametowekea akiwa Tanzania, I am 100% ina hakika kabisa kwamba vyombo lazima viwe vinafahamu iko wapi. Na kama havifahamu, basi Tanzania sio sehemu salama kuishi. Lakini mimi kwa kiwango kidogo najua competence ya vyombo vyetu na wakuu wa vyombo. Najua. Mimi najua. Narudia tena, mimi najua competence ya wakuu wetu wa vyombo. Najua kabisa. CDF amekuwa kwenye kazi muda mrefu. Ni mtu competent. Anaiweza kazi. IGP Wambura ni mtu competent kabisa. Namfahamu Wambura
tangu akiwa Kinondoni pale. Namfahamu Wambura tangu akiwa kanda maalum. Wambura amefanya kazi kule Mtwara kipindi kile cha mambo magumu. Wambura ni mtu competent. Mimi I'm 100%. Huwezi kunidanganya kwamba eti Wambura hajui kabisa. Wambura atakuwa anajua. Lakini Wambura anamwendeaje bosi wake? Kusema kwamba bosi, hili swala haliendi vizuri, atapoteza kazi. DJIS eti ndugu yangu Suleiman Mombo eti hajui kabisa. Anajua. Lakini akienda anaweza kupoteza kazi. Siamini CDF hajui au generali kiongozi wa magereza hajui, wanajua. Lakini sasa watafanyaje? Wakitulia ndani ya mimi nahakikishia Tanzania tuna vyombo competent. Kwa swala la vyombo tu ni competent, lakini hatujapata a mechanism ya kuwalinda hao wakuu wa vyombo ili na wao watulindie nchi yetu. Kwa hiyo muda unakuja na siku moja itafika. Mimi nasema siku moja itakuja tu ambayo tutapata namna ya wakuu wa vyombo kuwalinda, watulindie nchi yetu na maono yetu. Ndugu zangu, my countrymen, kama tusipofanikiwa kuilinda nchi yetu, ipo siku nchi yetu njema tutaipoteza. Kwa sababu motive ya mgombea yote ni kushinda uchaguzi. Hata ningekuwa mimi, motive ya mgombea yote ni kushinda uchaguzi. Na anaweza kutumia njia ambazo zina damage nchi ili ashinde uchaguzi. Lakini motive ya nyie wakuu wa vyombo na vyombo vyetu ni kulinda nchi. Akija mtu mnamlinda, anamaliza, anaondoka. Anaingia kwa mujibu wa katiba, mnamlinda, anaondoka. Ndio wajibu wenu. Lakini itakapofika wakati tukaona aibu kusema juu ya mambo yanayohatarisha taifa, kuna siku tutakuwa na wakati mgumu sana. Ndugu zangu, ninyi wakuu wa vyombo ni binadamu. Niruhusini niongee na nyie. Si nyie mnayoendesha ya mambo ya utekaji, si nyie. Wala sio vyombo vyenu. Si nyie wala sio vyombo vyenu vinavyoendesha mambo ya utekaji. Lakini siku zijazo hamtaepuka kabisa kutamkwa mkiungamanishwa na matukio haya yaliyotokea wakati wa utawala wenu. Kwa mfano, watu watasema mwaka ule kipindi kile ambacho DJIS alikuwa fulani, miaka ile ambacho CDF alikuwa fulani, miaka ile ambacho mkuu wa jeshi wa polisi alikuwa fulani, miaka ile ambayo mkuu wa jeshi la magereza alikuwa fulani, miaka ile ambayo mkuu wa uhamiaji alikuwa fulani na mkuu wa jeshi alikuwa fulani, ndiyo miaka ile ambayo watu walitekwa sana. Hamwezi kukana kwamba si ninyi, lakini miaka ijayo historia itawarekodi kwamba ninyi mlipokuwa wakuu wa vyombo mambo haya yalitokea. Mimi naongea na nyinyi moja kwa moja kama mtumishi wa Mungu. Na ukiniona naongea hivi kwenye nyakati ambazo ni za hatari kama hivi, nyakati ambazo balozi anatoweka, hakuna neno lolote kutoka serikalini kwamba mstaafu wao ametoweka. Hakuna. Watu wamekwenda mahakamani, ruling ya mahakamani na yenyewe inasema kwamba na wenyewe hawajui, mahakama hawajui. Kwa hiyo huwezi kumpata popote. Ukiniona mimi nazungumza kwa uchungu kabisa. Nchi ni yetu sote. You cannot avoid in the future that when they talk about these abductions, that your names might be connected, not in a sense that you are doers of those matters, lakini majina yenu yatatajwa, yataungamanishwa na hayo. Mimi nawashauri, pamoja na loyalty yenu kwa mamlaka, ambao ni jambo la muhimu na lazima. Loyalty yenu kwa mamlaka jambo la muhimu na lazima. Pamoja na loyalty yenu kwa mamlaka, liangalieni jambo hili kwa muhimu sana. Linawaunganisha nyie na utu wenu na familia zenu na watoto wenu. Si kwa sababu mmefanya, ni kwa sababu nyie ndio mlikuwa wenye mamlaka ya kulizuia hili jambo. Si kweli eti vyombo havijui Mdude na Soka wako wapi. Si kweli eti vyombo havijui Ali Kibao alichukuliwaje. Si kweli vyombo havijui Polepole kaondokaje. Si kweli. Vitakuwa vinajua. Vitakuwa vinajua. Na hakika kabisa vitakuwa vinajua. Lakini vifanyeje? Nisema tangu mwanzo kwamba utekaji si sera ya Chama cha Mapinduzi.
Mimi naongea leo bado ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi mwaminifu. Na nataka niwaambie baadhi ya watu ambao wanaongea maneno. Mimi sijawahi kuwa mwanachama wa chama chochote Tanzania. Kama ukipata kadi ya Josephat Mathias Gwajima kwa chama chochote, sijawahi kuwa mwanachama wa chama chochote zaidi ya Chama cha Mapinduzi. Ndiyo maana ninapozungumza Chama cha Mapinduzi ndio chama kinachotawala. Tunakihitaji sote. Ni vizuri kama Chama cha Mapinduzi tunaendelea kuwaza kwamba sisi chama chetu, matukio haya yanapoendelea kutokea, miaka 5 ijayo, miaka 10 ijayo, watu watakuwa na picha gani na chama chetu? Mimi nasema sera ya kuteka watu, kupotea kwa watu, kuumiza kwa watu, si sera na si mtazamo wa Chama cha Mapinduzi ambacho mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya chama hicho. Sio. Na lazima jambo hili liache kabisa. Uwezo wa vyombo vyetu hauna mjadala kama nilivyosema. Lakini wakuu wa vyombo walindwe. Narudia tena, wakuu wa vyombo walindwe ili na wao wawe na uwezo wa kutulindia nchi yetu. Tusipowalinda wakuu wa vyombo tumeshindwa. Angalia historia ya nchi yetu. Tumefanya kazi vizuri sana kwenye operation nyingi za kimataifa. Nakumbuka kule Kongo, Sudan, Somalia, Lebanon, Afrika ya Kati mpaka Komoro. Vyombo vyetu vimefanya kazi. Haiwezekani mpaka mgogoro wa kule Kibiti ambao ulikuwa umetishia tulisolve. Leo vyombo haviwezi kusolve shida ya kutekwa watu. No. Haiwezekani. There must be a problem. Na problem mimi naendelea kuisingle out. Problem ni siasa. Msitufuate sisi wanasiasa sana. Politicians are out to win election. Politicians are there today and they are not there tomorrow. Wanasiasa wapo leo kwenye hizo nafasi na kesho hawapo. Ninyi mtakuwepo kwa sababu ya taaluma zenu. Simameni, stand up. Stand for our country. Nchi yetu ni watoto wenu. Nchi yetu ni wajukuu wenu. Nchi yetu ni mama mdogo, mama mkubwa, shangazi. Wanadamu wote ni ndugu. Narudia tena, wanadamu wote ni ndugu. We are all from the same family. Pengine kwa sababu ya muda mwingi umepita tunasahau, lakini asili yetu wote ni kutoka kwa Adam na Eva. Sisi wanadamu wote ni ndugu. Akitekwa mama itakuuma sana. Akitekwa dada itakuuma sana. Akitekwa mwanao itakuuma sana. Leo haikuumi kwa sababu unahisi hao si ndugu zako. Sisi sote ni ndugu. Na watekaji wamefika mahali ambapo wana ujasiri. Nikamsikiliza mkurugenzi wa Jamii Forum Mero anasikika anasema kwamba yeye alipigiwa simu. Akaambiwa na mtu, bwana, tutakuteka, tutakuua na Watanzania watakulilia kwa siku 3 alafu baadaye watasahau. Yaani mtekaji ana ujasiri wa kukupigia simu na kukwambia, bwana, tutakuchukua alafu Watanzania watalia siku 3 watakusahau. Anakupigia simu. Ndugu zangu, we must wake up. Huu utekaji tunauresist kwa nguvu zote. Mimi binafsi nauresist leo, kesho, wiki ijayo. No, it can't happen in our country. Jambo hili lazima likataliwe. Hatukuliona kule nyuma. Hii ni dharau iliyopindukia kwa mtekaji kukupigia simu na kukutisha. Leo watu wengi wamekimbia nchi. Mwanamapinduzi askofu wetu hayupo. Wamekimbia. Sikiza nikwambie. Kina Mwakipesile wamekimbia, wengi wamekimbia, wako nje. Wengine siwezi kuwataja kwa sababu ya hadhi zao. Maaskofu wa madhehebu makubwa kabisa wamekimbia nchi kwa sababu tu ya kusema sema. Sikiza niwaambie. At least mimi ni kiongozi wa taasisi. Unapokuwa kiongozi, watu wote hawawezi kukubaliana na wewe. Hata kwenye taasisi zetu za kimungu kabisa, ni kanisani au ni msikitini, si watu wote watakubaliana na wewe na pamoja na kwamba ni waumini wako. Wakukusema sema wapo. Wengine watakusema kwa sababu za uongo, zitakuuma. Kama kiongozi lazima uwe na courage ya kumeza hayo maneno. Ukiwaua wote utamtawala nani? Ukiwateka wote utamtawala nani? Itakuwaje baada ya hapo? Unaweza kuwateka ukashinda uchaguzi. Baada ya kushinda uchaguzi, kila uliyemteka ana mdogo wake, ana mjomba wake, ana shangazi yake, ana kaka yake, ana ndugu yake. Baadaye nchi itakuwa kwenye uchungu ambayo itakuwa ni ngumu sana kuiganga. Amkeni. Nasema tena, this is a last wake up call. Hii
ni kengele ya mwisho ya kuamsha kwamba amkeni, tutapoteza nchi. Kataa utekaji, disappearance of persons. Kwa mimi siamini kabisa kama kwamba vyombo havifahamu, lakini vyombo tangu mwanzo nimesema sio vyombo, lakini kuna kakitu fulani ambako huwezi kugusa, kwa sababu kuna watu wengine wanapotekwa wanakuja wanaelezea. Kwa mfano, kuna huyo bwana aliyetekwa, yule Satifa nafikiri, ambaye alipelekwa anasema mpaka Katavi, pigwa risasi, akaachwa kule mahali. Aliporudi anaelezea kabisa, nilichukuliwa Dar es Salaam nikapelekwa hapa, anaelezea. Kwa hiyo haiwezekani kwamba watekaji hawa hawafahamiki kabisa. No, wanafahamika. Lakini kwa nini hakuna desperate means za kuwapata? Why? Mtu anaweza kunijibu kwa unafiki, akanijibu asema, wewe Gwajima bwana, hawa watekaji unasema wanafahamika, basi tuambie ni kina nani. Ndugu yangu, Mo alitekwa pale Korosham wakati ule. Mimi nilipiga kelele, rudisha Mo. Kama unabisha, nenda kwenye YouTube. Nilisema mrudisheni Mo. Na wakati ule rais alikuwa Magufuli, whether yeyote, utekaji haukubaliki anytime. Wakati kina Roma Mkatoliki wanatekwa, mimi nilipiga kelele. Wakati utekaji ulikuwa umeshamili, nilipiga kelele. Tangu wakati wa Magufuli na wakati huu sikubali utekaji. Kwa mambo mema ambayo mtu anafanya anatakiwa asifiwe, kwa mambo maovu anayofanya anatakiwa akemee, bila kujali yeye ni nani. Tanzania ni yetu sote. It does not belong to a single entity. It belongs to all of us. Tanzania ni yetu sote, si mali ya mtu mmoja, ni mali ya Watanzania wote. Siasa huja na kuondoka, na wanasiasa huja na kuondoka, lakini Tanzania inadumu vizazi hadi vizazi. Lazima tuilinde nchi yetu. Ndiyo maana mimi nasema kabisa, kuna kikundi kanakoshughulika na utekaji. Sio vyombo. Mimi na hakika si vyombo. Kuna kikundi kanakoshughulika na utekaji. Na ninapoongea sasa hivi kikundi haka kanakasirika kweli. Huyu Gwajima mbona hajatekwa yeye? Huyu Gwajima, unasikia huyu kaondoka, yule kaondoka. Watu wanakwisha nchi na tuko kimya. Msiba ukiwa kwa jirani yako, utakuwa na ujasiri wa kwenda kuandika kwenye daftari na changia. Siku utakapopatwa na msiba, huwezi fungua macho yako. Wake up. What is happening on your neighbor, it will soon happen in your house. Kinachotokea kwa jirani yako kitatokea kwako. Ni muhimu sana. Kwa hiyo mimi nasema kabisa, narudia tena, nielewe emphasis yangu. Mimi I speak a problem and I suggest a solution. Ili shida hii ishe, lazima vyombo viwe na kujitegemea fulani. Utafika wakati watu watakuwa very bitter, wanakuwa na uchungu. Kunakuwa na mkusanyiko wa watu mbalimbali ambao wana uchungu kwa sababu ya A, B, C, D. Mkusanyiko wa watu pamoja ni ngumu sana kuwatibu. Kumbuka, kila kinachoanza huwa kina mwisho wake. Anything that begins has an end. Kuna siku utekaji utakoma, na utakoma soon. Mimi na hakika kabisa. Mungu aliyeumba wanadamu hawezi kuruhusu mwanadamu unakuja unachukuliwa kwenye nyumba tu kama jogoo, unachukuliwa kwenye nyumba kama kondoo, unapigwa, alafu asubuhi watu wanao michirizi ya damu hiyo, Balozi Polepole kaondoka. Alafu unafuatilia wapi? Mahakama haijui, polisi hawajui, kila mtu hajui amekwenda wapi, nobody knows. Jamani, haiwezi kuwa nchi. Na mimi mambo haya siyakubali kabisa. Ni mwanachama wa CCM na nitaendelea kuwa mwanachama wa CCM, na naamini kuna wanachama wengi wa CCM wenzangu ambao hawakubali utekaji. Kama unakubali ni wewe, lakini mimi no, sikubaliani na utekaji. Kwa hiyo ni lazima wakuu wetu wa vyombo na wasaidizi wao walindwe, ili na wao wawe na uwezo wa kutulindia nchi yetu. Yeyote yule akiingia kwenye target, watamuona, watakuwa na ujasiri wa kusema wewe hapana bwana, acha. Na wakisema hapana, haitawaletea madhara. Simaanishi kwamba wakuu wetu wa vyombo ni waoga, no. Na mimi ni binadamu. Mtu aliyeniteua nikiona anafanya jambo najua kwamba kuna consequences zake, nitapata consequences. Na mtu, wewe umelay down maisha yako yote, umetembea njia ya uongozi kuanzia kule chini, umepanda mpaka kule juu, leo uje upewe matatizo pale juu, unashindwa. Mwanadamu ameumbwa na haya. Kwa hiyo nashauri mno, nashauri sana, na hili jambo
itakuwa ndio tiba permanent ya utekaji na mambo mengine yanayohusiana na utekaji. Tiba ya ulinzi wa maono ni hivi kwamba ili maono ya nchi yalindwe, tuwe na vyombo vya kulinda maono. Kwa mfano, mimi nilipokuwa bungeni nimezungumza sana kuhusu maono ya muda mrefu. Nikasema kwamba hakuna nchi yenye uwezo wa kuendelea kwenye miaka 10 au 15 au 20. Nchi zinaendelea kuanzia miaka 50, miaka 100. Na nchi zile ili ziendelee, lazima kila rais anayeingia madarakani aendelezee pale mwenzake alipoishia. Continuation. Rais yeye anaingia, anaendelea, halafu rais mwingine anaingia, kunakuwa na muendelezo kwa sababu maono ya taifa ya kwepo. Nikupe mfano mzuri. Kwa mfano, Rais Nyerere anaishia hapa. Anaingia Mheshimiwa Mwinyi, anaendeleza alipoishia Mwalimu. Anaingia Mheshimiwa Mkapa, anaendelea pale. Anaingia Mheshimiwa Jakaya, anaendelea pale. Anaingia Magufuli, anaendelea pale. Anaingia Mama Samia, anaendelea pale. Hizi continuation zinatupa maendeleo. Lakini lazima kuwe na maono ya taifa yaliyoandikwa. Nimesukuma bungeni mpaka kweli Mungu amesaidia tumeandika maono. Lakini shida, tutayalindaje haya maono? Yatalindwaje? Yatalindwaje haya maono? Ndiyo, tumeandika kwenye makaratasi hapo. Vitu vingapi tumeviandika na havifanyii kazi? Ataingia kiongozi, hafanyi yale maono. Tajenga madaraja, tutapiga makofi. Tajenga leta, piga makofi. Lakini hafanyi yale maono. Ni nani wa kwenda kumwambia mheshimiwa samahani, yale maono yetu ya wananchi huyafanyi? Hayupo. Waziri atamwambia, atafukuzwa kazi. Waziri mkuu atamwambia, waziri mkuu ni mteule wa rais. Makamu wa rais atamwambia, hawezi kumwambia. Sasa hivi vyombo sasa vya kwetu hivi vinavyokuwa na kujitegemea fulani, vinakuwa pia walinzi wa maono. Wana uwezo kwa unyenyekevu kumwendea mheshimiwa rais, mheshimiwa, tumekuja kwako. Sisi wakuu wa vyombo, maono ya wananchi ni haya. Maono ya wananchi ni kwamba wanataka gridi ya taifa ya maji. Maono ya wananchi ni kwamba wanataka kila wilaya iwe na hospitali. Maono ya wananchi ni kwamba wanataka kila barabara iwe ya lami. Maono ya wananchi wanasema kila mtoto mwenye uwezo wa kusoma chuo kikuu asome chuo kikuu. Maono ya wananchi ni kwamba asipatikane mtu wa kukaa kwenye nyumba ya majani. Maono ya wananchi ni kwamba kuwe na innovation centers, centers za uvumbuzi, wale watoto wenye vipaji maalum wawekwe pale. Unaanza kuondoka mheshimiwa. Hao watakuwa ndio walinzi wa maono. Vinginevyo, bila ya hivyo, tutaandika maono kwenye vitabu ambayo hatuwezi kuyalinda. Lakini nataka kuambia, asubuhi inakuja. Narudia tena, tutazame kule mbele, asubuhi inakuja. Haya mambo ya utekaji na kuumiza watu kuna siku yatakwisha. Na naamini kabisa yatakwisha. Ndugu zangu, ufisadi na uharibifu wa mali za taifa. Taifa letu lina safari ya kujenga uchumi na kuinua maisha ya watu. Objective au lengo kubwa la kila taifa ni ustawi wa watu wake. Inafahamika. Lengo kubwa la kila serikali ni ustawi wa watu wake. Ufisadi msingi wake mkubwa ni choyo, ulafi, ubinafsi, kukosa kuwaona wengine wana thamani kuliko wewe. Na ndio maana unakuta mtu amejilimbikizia vitu. Kumekuwa na malalamiko kila mahali ya wizi wa mali, ambao mimi huwa naepuka sana kumtaja individual, kwa sababu nikilazimia kumtaja individual huwa namtaja in details. Ndio maana nasema ili mpate ujumbe. If I am obliged to speak an individual, I have to detail the individual. Na mimi singependa sana. Lakini wizi umezidi. Tunaona kwenye mitandao tuhuma zimejaa wizi, si madini, si hiki. Tuhuma zimejaa. Na hili jambo linatakiwa kufanyiwa kazi. Ni hatari sana kwa ustawi wa taifa letu. Tumekuwa tukimsikia Polepole, Mheshimiwa Polepole akisema wazi taarifa mbalimbali za ufisadi mkubwa kwenye madini, kwenye maeneo mbalimbali ambayo mimi kuyasema. Sitaki kuyasema kwa sababu mimi nimekuwa kwenye kamati ya bunge ya biashara, viwanda na uwekezaji wakati ule. Nafahamu vitu vingi. Nafahamu sana kuhusu Liganga na Mchuchuma. Wale wabunge wenzangu tuliokuwa kwenye kamati moja wanajua nikiwa naongea. Nilishaya kusimamia kuhusu Liganga na Mchuchuma. Nikasimama na kuwaelezea kwenye kamati. Nikatoa na document
nikaonyesha document jinsi ambavyo tumepoteza pesa nyingi. Yaliyonipata Mwenyezi Mungu peke yake anajua. Usiku ule watu walivamia nyumba yangu, wakavunja gari, wanatafuta document kule Dodoma. Kwa hiyo usifikiri kwamba kuna wakati mimi nakaa kimya kwa sababu ya staha. Kuna wakati hauzungumzi vitu ukaleta migawanyiko kwenye nchi. Nasema tena, sometimes we don't talk things because they won't heal the problem. Huongei vitu kwa sababu unahisi ukiongea badala ya kutibu utaleta tatizo, kwa hiyo unaamua kuacha kuongea. Lakini ufisadi, wizi, kujilimbikizia mali kumezidi. Mimi ipo siku ambayo ikilazimika ninaweza kukutajia akaunti za watu walizo camouflage fedha na kwenye majina ya watu na kampuni tofauti. Naweza kutajia. Lakini nawaza itajenga nini? Inaleta bitterness na ugomvi na uchungu kwa watu. Lakini vyombo ndio vingekuwa na uwezo wa kutulindia hayo. Kumbuka kilio changu mimi ni vyombo. Nani amfunge paka kengere? Ni nani? Nani huyo atakayesema kwamba huyo hapo? Amna. Mwizi hawezi kumkemea mwizi mwenzake. Shetani akimkemea shetani, basi ufalme umeanguka. Siwezi kuongelea mambo ya gesi, makaa ya mawe, mambo ya madini, yameongelewa sana. Lakini nisikilizeni niwape neno hili. Ukijenga nyumba nzuri, ukaweka uzio mrefu, ukaweka na fensi ya umeme, alafu ukaweka na mbwa wakali sana, German Shepherd, mbwa makubwa, alafu ndani unakula vizuri, una magari mazuri, unaendesha vizuri, alafu majirani zako wana njaa, na wao wanajua kwamba yule jirani mwenye fensi ya umeme na mbwa wakali na walinzi wakali anakula ndani, hauko salama. Ipo siku hao majirani watapigwa shoti ya umeme 50, lakini 200 wataingia ndani. Hivyo ndivyo inaogopesha. Viongozi wanapojilindukia mali wao wenyewe wakawasahau wananchi. Ipo siku wananchi wataruka fence. Wataumwa na mbwa 50, wataumwa na mbwa 50, watapigwa shoti ya umeme 100, lakini 300 watakukamata. Hatutaki kujenga uchungu kwa wananchi wetu kwa mambo yanayoweza kuzuilika. Na mimi nimekuwa, huu ndio msimamo wangu na imani yangu. Lazima kila mtu afahamu ya kwamba kipaumbele cha taifa linalojitambua, ambalo viongozi wake wanajua wanachofanya, ni watu wao. Narudia tena. Lazima kipaumbele cha kiongozi yeyote iwe ni watu wake. Nikupe mfano. Kwa mfano, unajenga barabara kwa ajili ya nini? Watu wapite, watu waendeshe magari. Unajenga hospitali kwa ajili ya nini? Watu watibiwe, watu wapate kazi. Unaleta maji kwa ajili ya nini? Watu wanywe. Unaweka umeme kwa ajili ya nini? Ili watu waone. Unaweka mwendo kasi kwa ajili ya nini? Watu watumie. Shule kwa ajili ya nini? Watu wasome. Kwa hiyo ni watu. Kwa hiyo msingi wa maisha ni watu. Narudia tena, maendeleo yoyote ambayo hayamuoni mtu kama priority si maendeleo. Because all that we do on the earth is for human. If you only remove human, all what you're doing is useless. Chochote unachofanya duniani ukiwa hai ni kwa ajili ya watu. Ukimwondoa mwanadamu tu havina maana. Magorofa yote haya, nyumba hizi zote zenye air condition, kama wanadamu wote hawapo, baada ya muda ni mapango ya mbweha. Kwa hiyo mwanadamu ndiye anatakiwa kupewa kipaumbele, kuheshimiwa, kusemeshwa vizuri, kusikilizwa. Lakini leo sisi tunawateka hawa wanadamu sasa. Unasema nataka kujengea jumba afu namteka huyo. Na kuletea maji afu namteka huyo. Na kujengea barabara afu anatekwa huyo. Lazima kiongozi yoyote anayejua anachofanya, focus yake iwe ni watu. Watu asubuhi, watu jioni, watu usiku, watu mchana. Watu ni wa muhimu kuliko vitu. Na viongozi wazuri wanatoa kipaumbele kwa watu. Ndugu zangu, ukiona giza limekuwa zito sana, ujue asubuhi inakaribia. Giza limekuwa zito sana. Watu wanaishi kwa hofu.
Mimi kipindi hiki nimekuwa kimya, watu wananipigia, wanatafuta, mheshimiwa yupo, Gwajima yupo, atakuwa ameshaondoka jamani, atakuwa ameshaondoka naye. Nipo na nipo sana. Nipo sana kwa sababu Mungu amenipa neema ya kuendelea kuwepo. Hatari ninazozipita si za maana sana ukilinganisha na umuhimu wa taifa letu kwa siku zijazo. The dangers I meet are less important in comparison with the necessity of protecting our country in the future. Hatari ni nyingi. Unatembea mtu kwenye mashimo, kwenye mahandaki. Lakini nasema iwe kwenye mahandaki, iwe kwenye mashimo, iwe kwa kujificha, iwe kwa kuishi au kwa kutokuishi, lazima mimi nitaisimamia nchi yangu na kuitetea nchi yangu, na utekaji hapana. No. Na tutazame kule mbele. Asubuhi inakuja, siku ambayo kutapambazuka, tutembee mitaani hatuna hofu ya kutekwa wala kupotea. Siku ambayo mtu atakuwa wa thamani kuliko kilomita za barabara ya lami au ya zege. Siku ambayo uhuru wa kuongea na kukosoa utakuwa wazi, utazungumza bila ya kumwogopa mtu. Siku zinakuja. Sasa hata kuipata haki imekuwa shida. Unaona mtu anahangaikia haki. Kwa mfano, nikupe mfano mzuri. Vyombo vya kutoa haki kwa mkono wa sheria vinatakiwa kuwa famu. Mahakama zetu ziwe famu. Bahati nzuri sana, jina hakimu au jaji ni jina la Mungu mwenyewe. Biblia inasema kwamba msingi wa kiti cha enzi ni haki na hukumu. Maandiko yanasema hivyo. Msingi wa kiti cha enzi cha Mungu ni haki na hukumu. Kwa hiyo mtu akiitwa hakimu au mtu akiitwa jaji ni jina la Mungu, kwa sababu Yesu anaitwa hakimu wa haki. Kwa hiyo watu wanapotafuta haki kwenye mahakama hawazipati. Unaweza kufika wakati watu wakafa moyo, wakatumia njia isiyo sahihi kuipata haki yao. Nitoe mfano. Kwa mfano, unamwona mheshimiwa kwa mfano Ruhagampina, mgombea wa chama chake ACT. Tangu alipoanza kugombea akatolewa, amehangaika mahakamani mpaka muda wa kampeni umeisha. Yaani muda wa kampeni umeisha, bado anatafuta haki. Hebu jaribu kuimagine, anatafuta haki tu na yeye awepo kwenye ballot paper, apigiwe kula mpaka muda wa kampeni, siku 60 zimeisha. Juzi nimemwona yuko mahakamani anatafuta haki. Muda umeisha, anatafuta haki. Amekata rufaa, hajapata bado, anahangaika, hajapata haki bado, mpaka muda wa kampeni umeisha. Sasa hebu niulize, kama mtu anatafuta haki kwenye chombo cha kumsaidia apate haki, hawezi kuipata, atafuta haki wapi? Na waomba sana, ni muhimu sana kuwaza hayo. Wakati mimi unaona huruma sana. Lakini muone Tundu Lissu. Tangu mimi nilipotoa mapendekezo kwamba ili nchi iwe stable, iwe vizuri, mwacheni Tundu Lissu ajiunge na chama chake na wenyewe wagombee, tushindane. Tutawashinda tu. Sisi Chama cha Mapinduzi chama kikubwa, tutawashinda. Anahangaika leo na haki. Lakini Father Kitima ambaye alipigwa, mpaka leo aliyempiga hajapatikana. Na hao watu waliompiga wapo. Lakini Balozi Humphrey Polepole, mbunge mstaafu, mwenezi wa Chama cha Mapinduzi na mjumbe wa kamati kuu na mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, mstaafu, amepotea. Dar es Salaam amepotea. Yaani Dar es Salaam unapotea. Dar es Salaam polisi hajui umekwenda wapi, jeshi la wananchi hajui umekwenda wapi, familia hajui umekwenda wapi, lakini umepotea. Lakini msifikiri kwamba watu wanaopotea wanapotea kabisa. Hapana. Hapana. Yule mtu anayeshughulika kukuteka ametumwa, ni binadamu. Baadaye pembeni anasema, bwana unajua iko hivi, iko vile, iko hivi. Watu wanajua. Mimi nawashauri mno, vyombo jitahidini kwa kadiri mnavyoweza kukisaka kikundi hiki ambacho kinateka watu katika nchi. Na mgundue kwamba pamoja na kwamba sio sisi, lakini siku zijazo tutakuja kuunganishwa kwamba tulipokuwa madarakani matukio haya yalitokea. Jambo zuri likitokea,
heshima inawaendea nyie. Narudia tena, jambo zuri likitokea katika nchi, heshima inawaendea nyie na vizazi vyenu milele na milele. Jambo baya likitokea, aibu inawaendea nyie milele na milele. Kwa nini tunamsoma Mangungo? Tunamsoma Mangungo leo kwa sababu Mangungo wa Msovelo alikuwa anauza watu wake. Mpaka leo sidhani kama mtu atakubali kuitwa yeye ni wa ukoo wa Mangungo, kwa sababu ukoo ulishaharibika. Kwa hiyo mambo ambayo yanafanyika yana reflect kwenye kizazi chako miaka ijayo. Ni muhimu sana watu wanapotafuta haki wapate haki yao, ili watu wasife moyo. Makanisa ya Ufufuo na Uzima ambao mimi nayaongoza, ni kiongozi wao, yalifungwa kwa sababu mimi nilitoa hotuba ya kupinga utekaji. Unaona sasa ilipofika. Sasa unaweza kujiuliza, mimi nilipinga utekaji, makanisa yakafungwa. Ina maana aliyefunga makanisa na utekaji wana uhusiano? Mimi ni swali lile, sijasema wana uhusiano, ni swali. Kwa sababu mimi nilikemea utekaji. Nikasema utekaji haufai. Makanisa 2006 makanisa yamefungwa. Mikoa yote, wilaya zote, tarafa zote, kata zote yamefungwa. Kwa nini? Nilikemea utekaji. Sasa ina maana kuna mchungaji kiongozi 2006 sasa hivi wako mitaani, hawezi kuongoza ibada. Kuna maaskofu wetu 32 hawezi kuongoza ibada. Kuna waumini 3 na laki kadhaa hawezi kwenda kwenye ibada. Wanawaza nini hawa watu? Tumeamua sasa, basi wamefunga, tutumie njia ya kutafuta haki kwenye vyombo vya haki. Hatujapata mpaka leo. Mpaka nikiwa naongea leo, hakuna muumini wa makanisa yetu, kanisa halijafunguliwa mpaka leo. Kwa nini? Umekemea utekaji. Narudia tena, funga milele, utekaji haukubaliki. Narudia tena, funga kanisa mpaka Yesu arudi, utekaji haukubaliki. Hatutakubali mtu atekwe, awe Muislamu awe Mkristo. Kule Zanzibar wanaendelea vizuri. Zanzibar kule si wamefanyaje? Wenyewe wako kwenye uchaguzi, wanaendelea vizuri. Wapinzani wanaendelea na wengine wanaendelea. Huku kumekuwa na shida. Kwa hiyo mimi kabisa nasema waziwazi kwamba makanisa hayajafunguliwa mpaka leo. Tuko kwenye vyombo vya haki kwa muda wa miezi 5, haki haijapatikana bado. Waumini wako wanazagaa 3 wako mtaani, wananiuliza tufanyeje? Unategemea nini? Mahala ambapo mtu anaonewa, anatumia chombo cha haki kuipata haki, hawezi kuipata kwa wakati, unategemea huyu mtu atafanya nini? Kwa hiyo ninaomba sana vyombo vya haki viweze kufikiri na kuona namna ya kutoa haki ili watu wasife moyo. Ni muhimu sana sana sana. Watekaji wanaweza kufikiri wako salama. Mimi ni muumini wa Biblia. Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 10 inasema hivi: mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, na mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Mambo ambayo mnayafanya kwa watu gizani, mambo yale yale miaka ijayo Mungu ataruhusu wafanyiwe watoto wenu mchana kweupe. Mwanzo sura ya 9 mstari wa 6 inasema, yeye atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo naye itamwagwa na mwanadamu, maana kwa sura yangu nilimuumba mwanadamu. Nchi inapoanza kumwaga damu za watu wasio na hatia, wewe Waislamu, wewe Wakristo, wewe hawana dini, nchi inaingia kwenye laana. Kwa hiyo ni muhimu sana kujaribu kuepuka jambo hili. Wale Wakristo wa Biblia mtafahamu vizuri. Bwana Yesu alipokamatwa, kama unavyojua Bwana Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Alipokamatwa, mwanafunzi wake mmoja anaitwa Petro akachukua upanga akamfyeka mkamataji. Lengo lake lilikuwa zuri, wanamkamata bwana wangu ni wafyeke na wao. Bwana Yesu akamwambia Petro, ulichokifanya ni kizuri. Unanitetea mimi na kuniondoa kwenye tatizo kwa kutumia upanga, lakini mimi nakupenda. Ile Mathayo 26 mstari wa 52, Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake, maana wowote wa ushikao upanga wataangamia kwa huo. Maana yake anayeua kwa panga naye atakatwa panga.
na habari kwa nyie watekaji, acheni. Na wale mliowateka waachieni, mwachieni polepole. Release polepole, mwachieni polepole. Kama hayupo mtuambie. Waachieni wengine ambao mmewateka, waachieni. Mtaifanya nchi iwe mahala pabaya. Niwape mfano wa mwisho afu namalizia. Ukiona kwa mfano jumla ya watu wote waliotekwa na ndugu zao na rafiki zao na majirani zao na sympathizers wao wanaona huruma. Jumla ya watu wote wanaomwonea huruma Tundu Lissu kama yeye, kwa sababu wapo wana CCM kama sisi tunamwonea huruma, kwa sababu mtu anapokuwa na brain ni asset kwa taifa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo tunaacha vyama, tunatumia ubongo wa mtu kwa ajili ya kujenga taifa. Kwa hiyo kuna watu wanamhurumia Tundu Lissu, wengi wapo na wenyewe. Kuna watu wanamhurumia Ruhagampina, jamani Ruhagampina amezuiwa, wapo na wenyewe wengi. Kuna watu wanamhurumia Heche mwenyekiti ambaye anakwenda kwenye msiba wa kumzika Raila Odinga, amezuiwa pale. Leo yuko kwenye matatizo, hatujui yuko wapi. Unaona mambo yanavyokwenda. Kuna watu wanahurumia makanisa ya Ufufuo na Uzima amefungwa jamani. Mkusanyiko wa watu hawa wote, kuna mawinga wanalalamika. Kuna mkusanyiko hawa wote wanapotima kwa pamoja, nchi inakuwa haiko salama. Tunatakiwa tujifunze kuepuka kuignite moto mahala ambapo tunaweza kuzima moto. Niwatie moyo ndugu zangu wananchi. Mungu hachelewi. Mungu hachelewi kuitimiza ahadi yake. Utekaji umezidi, maisha ya watu yanaharibika, na Mungu atajibu. Maneno yangu haya ni ya thamani sana, hasa kwa muda ambao nayazungumza. Kwa muda huu hakuna mtu anaweza kuzungumza na yuko nchini. Mimi niko nchini. Niko hapa kwenye nchi. Wengine wote wamekimbia. Kwa nini? Na ninapozungumza wanaanza, jamani kwa Juma atakuwepo. Sikiliza niwaambie. Bwana asipoilinda nyumba, wao walindao wakesha bure. Na Bwana asipoujenga mji, wao wanaojenga wafanye kazi bure. Ulinzi una Mungu. Mungu akitaka uishi utaendelea kuwepo. Na Mungu akitaka kuondoka utaendelea kuwepo. Kuna siku tutaondoka. Mtekaji ataondoka, mimi nitaondoka, mwenye madaraka ataondoka, watoto wetu watabaki vizazi baada ya vizazi. Lazima tuilinde nchi yetu. Mimi nimedhamiria kusimama na wananchi. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi aliyechagua kusimama pamoja na wananchi. Narudia tena, I want it to be very clear. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ambaye hakubali utekaji, hakubali uonevu, sikubali ufisadi. Nimedhamiria kusimama na kilio cha wananchi na nitasimama nao mpaka mwisho. Na wanachama wenzangu mnielewe kabisa kwamba nimedhamiria kusimama na wananchi mpaka mwisho, mpaka utekaji uishe. Na tazama kule mbele, asubuhi inakuja, na Mungu wetu ni